Habari za asubuhi, siku nzuri ya tarehe 2, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko sawa na hapa ni stesheni. Bwana kumekuwa na taarifa nyingi, lakini kubwa zaidi ni kicheko ambacho tayari kwa sasa wanacho wafanyakazi, kwa maana ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewafanya wafanyakazi wamekuwa na kicheko kwa nchi nzima. Ni baada tu ya siku ya jana kwenye maadhimisho ya Mei Mosi, Rais akatoa kauli ya kuongeza kima cha mshahara ambacho hakikutarajiwa kama ambavyo ingekuwa. Watu walikuwa na makisio, lakini sio kile ambacho Mheshimiwa alikuja kuwa surprise watu, kwa maana ya kwamba kima cha chini cha mshahara kwa upande wa serikali ilikuwa ni 370,000, lakini jana Mheshimiwa Rais akasema ataongeza 35%. Kwa hiyo na baadaye akamwambia mkilipwa 300,000 sasa mtalipwa shilingi 500,000. Basi zimeibuka shangwe, na hiyo unaona kila taasisi sehemu zote watu ni vicheko, na hata leo watu wako vizuri. Sasa mimi niko stesheni, nitazungumza na wadau, lakini tujaribu kutazama namna ambavyo kurasa za magazeti ukurasa wake wa mbele zenyewe zimeandika. Na niko na gazeti la Mwananchi, kurasa wake wa mbele lenyewe limeandika wafanyakazi kicheko. Mwananchi limeandika wafanyakazi kicheko, mishahara ya panda, kima cha chini sasa ni kuvuta shilingi 500,000 kwa mwezi, makundi mengine yakiahidiwa nyongeza nono. Tukta yasema hawana deni na Rais Samia. Dr. Mwinyi atia neno huko Zanzibar, lakini ujumbe wa wananchi kushiriki uchaguzi kila kona. Habari hii unaweza kuipata kwa ukubwa zaidi ukinunua nakala yako gazeti Mwananchi, na utaipata taarifa hii ukurasa wa 2 mpaka wa 3. Lakini kuna nukuu hapa ya Rais Samia, anasema kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu, baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda katika kuzidi pamoja na kuzidi kuleta ustawi kwa wafanyakazi, serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1. Kauli ya Mheshimiwa Rais ambapo alitamka jana kwenye maadhimisho ya Mei Mosi. Alinukuliwa anasema kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu, baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda na katika kuzidi kuleta ustawi kwa wafanyakazi, serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1. Na hiyo ndio ilikuwa kauli ambayo ilikuwa ikisubiriwa na watu wengi, pamoja na kwamba kwenye maadhimisho ya Mei Mosi jana umati wa watu ulikuwa ni mkubwa sana. Maadhimisho yalifanyika kitaifa mkoani Singida, lakini kubwa zaidi watu walikuwa nasubiri kauli ya Mheshimiwa Rais, nini atakachokitamka. Sasa alipokuja tu kuanza kutamka mcheza kwao utunzwa, basi watu wakajua hiki ndiko ambako tulikuwa tunakisubiri, na tayari mishahara kwa wafanyakazi nchi nzima imeongezeka. Lakini makundi maalum ama makundi mengine yameambiwa subiri, ni kwa sababu zipo pia private sector, kwa maana ya sekta binafsi. Alisema watakaa na kamati na sekta binafsi zitaangaliwa kwa namna nyingine, kwa maana yake kwamba Mheshimiwa Rais ataunda kamati, watakaa chini, wataangalia sekta binafsi na wenyewe mishahara inaongezeka kwa namna gani. Lakini kwa upande wa serikali ni hivyo, kutoka 300,000 mpaka shilingi 500,000. Lakini Mwananchi alijeishia hapo, limeandika pia fukuza Chadema ni moto, John Mrema nje, lakini Mwita yuko njiani. Habari hii unaipata ukurasa wa 15 gazeti Mwananchi. Fukuza Chadema ni moto, John Mrema nje, lakini Mwita yuko njiani. Gazeti la Mwananchi ukurasa wake mbele pia limeandika. Lakini Mwananchi limeandika hofu ya tanda Padri Kitima kushambuliwa. Hofu ya tanda Padri Kitima kushambuliwa. Askofu Pisa, rais wa TEC, amenukuliwa anasema ameshambuliwa kwa kupigwa na kitu kizito kichwani na amejeruhiwa. Ile taarifa ya polisi kuwa alikuwa anapata kinywaji saa zote hizo ni kwamba alikuwa anakunywa pombe na pengine kapigwa na walevi. Hii sio kweli. Huyo ni rais wa TEC, Padri Pisa, yeye amenukuliwa hivyo na gazeti la Mwananchi akisema. Lakini kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, nazungumzia RPC Jumanne Mulilo, katika hilo la kushambuliwa kwa padri, yeye amesema walikuwa na vikao na viongozi wa dini, na baada ya kikao kuisha alikwenda kantini na kuendelea kupata kinywaji hadi saa 4. Anasema alishambuliwa akiwa pembeni ya kantini. Tunamshikilia mmoja, lakini pia uchunguzi unaendelea. Hiyo ni kauli ya RPC Jumanne Mulilo. Ni kuhusiana na tukio la padri ambaye inatajwa ameshambuliwa, lakini jeshi la polisi tayari linamshikilia mtu mmoja kutokana na tuhuma za kujeruhiwa kwa padri huyo. Lakini Mwananchi lenyewe pia limeandika TAKUKURU yataja viashiria rushwa uchaguzi nchini. Habari hii ukinunua nakala yako gazeti Mwananchi unaweza kuipata kwa ukubwa zaidi ukurasa wake wa 6
Mwananchi limeandika. Bana, sasa ni kuhusiana na nimezungumzia sekta binafsi. Mheshimiwa Rais wanasema wakati hali ikiwa hivyo kwa watumishi wa umma, mambo bado ni magumu kwa wale wa sekta binafsi. Lakini hata hivyo kutambua hilo, Mheshimiwa Rais katika hotuba yake alitaka bodi ya kima cha chini ya mishahara kwa sekta hiyo kuharakisha mapitio ya viwango vya mishahara kwa sekta hiyo. Kwamba Mheshimiwa Rais alisema pamoja na kwamba kunaonekana kama kuna ukimya na tayari watumishi wa serikali wamekwisha pandishiwa, watu wa sekta binafsi wasijione wanyonge. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameagiza tume ambayo inasimamia private sector wakae haraka na ile tume ambayo inasimamia ongezeko la mishahara, na baadaye watakuja na majibu. Kwa hiyo hata watu wa private sector bado nafikiri muda sio mrefu pia majibu yatakuja. Kwa hiyo hakuna liachwa. Hiyo ni kwa upande wa gazeti la Mwananchi. Sasa nizungumze tu na Mwananchi wawili watatu hapa kabla hatujahama. Bana, ni kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinasubiriwa na wengi, ni ile ongezeko la mishahara kwa upande wa wananchi ama watumishi wa umma baada ya kipindi kirefu. Tunakumbuka Mei Mosi iliyopita, kwa maana kwamba mwezi wa 5 uliopita, anazungumzia mwaka jana, Mheshimiwa Rais alisema yajayo yatakuwa yanafurahisha. Kwa hiyo watu wawe na subra, na tumeona jana kwenye maadhimisho ya Mei Mosi watu wamepandishiwa mishahara. Sasa hata kwa dakika moja tu kabla hatujahama, wewe kwa upande wako baada ya kuona kauli ile ya Mheshimiwa Rais, sijajua imekupa faraja kiasi gani ama wewe umelitazama kwa nengo ipi? Nimetazama katika namna nzuri ambayo watu walitarajia ongezeko la mshahara kwa muda mrefu, kwa sababu maisha yanabadilika na maisha yanapanda kila siku. Kwa hiyo nadhani wafanyakazi wakiwa na ahueni ya maisha, mshahara kidogo kiongezeka, hata maisha mtaani yanabadilika, kwa sababu mtu anaweza kuhudumia familia yake, anaweza kujikimu vizuri, kwa sababu muda mwingine anapata mtu 300,000 haimtoshi kwenye familia kukimu, anasomesha na hudumia familia jinsi ilivyo. Kwa hiyo mshahara unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo ongezeko la mshahara ambalo ametoa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni jambo zuri ambalo kimaisha inawasaidia wafanyakazi wa serikali kuweza kujikimu kulingana na maisha yanazidi kupanda kila siku. Maana gharama za maisha zinaongezeka. Kwa hiyo kipato kidogo cha 300,000 kilikuwa kidogo hakikizi maisha ya familia. Kwa hiyo kuongezea mshahara kufika 500,000 ni jambo zuri ambalo litawasaidia katika maisha. Mama anaopiga mwingi. Mama kapiga mwingi. Sawa, Mheshimiwa mwenyekiti, habari za asubuhi. Tuzungumze kwa sekunde chache. Nadhani ulikuwa ni shuhuda wa hotuba ya Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wengine akiwemo makamu wa rais na waziri mkuu. Namna ambavyo ulipokea sasa, na kama ambavyo tunaona magazeti yote yanaandika wafanyakazi kicheko, wewe kwa upande wako? Mimi kwa upande wangu nashukuru, lakini kwa kifupi sekta binafsi waharakishe, maana katika hiyo sekta binafsi mimi mwenyewe nanihusu, nipo sekta binafsi. Kwa hiyo waharakishe, na kufa njaa kuna watoto, waharakishe huko kama 500,000 na sije hesabu hiyo kimachini tuanze 500,000 na kuendelea. Kwa hiyo nawapongeza serikali. Sawa. Lakini ninasema kama serikali wajitahidi kuharakisha swala la sekta binafsi, sisi tunakufa huku. Asanteni. Mzee, kwa upande wako? Kwa kweli ulisikia hotuba ya Mheshimiwa Rais? Sikusikia, ila kwa haya ninayoyasikia hapa yanatia moyo na yametia moyo, na kwamba kama alivyosema ndugu yangu hapa, sekta binafsi na wenyewe majibu yao yaharakishwe, kwa sababu watakapokuwa na viwango vinavyoweza kukidhi haja zilizopo, angalau patakuwa na ahueni fulani ambazo zitakuwa zinaleta maana. Kwa hiyo amefanya vizuri rais. Mugabo, zungumza kwa sekunde 30 kidogo tu. Kauli ya Mheshimiwa Rais, ongezeko la mishahara kwa wafanyakazi wa umma, lakini hata sekta binafsi pia watu wameambiwa muda sio mrefu sana mambo yatakuwa mazuri. Kwa upande wako ulifuatilia hotuba ya maadhimisho ya siku ya Mei Mosi, na kama ulifuatilia, kama hujafuatilia lakini najua taarifa unayo kwamba mishahara imeongezeka? Ni kweli nilifuatilia ili jambo jema, kwa sababu unakuta mtu mshahara wake ni mdogo, inafika mwisho wa mwezi akianza mpaka na deni anakuja anachokifanya hamna, lakini hilo jambo jema litawasaidia kuangalia majukumu yao tayari. Ni jambo la busara mwenye rais ametumia, tumshukuru kwa wazo hilo. Sawa, mimi nimeona conductor na kwamba mara moja kakangu. Yupo mwingine hapa? Nilikuwa nataka niongee naye mmoja tu. Conductor mmoja. Yuko wapi? Sawa. Bana, habari za asubuhi. Vipi hali? Safi. Bana, kauli ya Mheshimiwa Rais, ongezeko la mishahara, iko ndiko ambako kilikuwa kinasubiriwa na watu wengi. Wewe umepokeaje kwa upande wako? Mimi nimepokea kwa furaha. Mheshimiwa Rais amelifanya jambo jema na zuri kwa futa machozi wafanyakazi wa serikali. Ilobaki kwa sekta binafsi kama alivyosema, pia kama alivyoongea wangu mwenyekiti kwamba afanye juhudi za haraka kwa sekta binafsi, nao pia nao wana mahitaji makubwa sana kama vile ilivyokuwa kwa wafanyakazi
serikalini. Kwa hiyo tunamshukuru mheshimiwa, aendelee kuwa na imani kwa wananchi wake. Ana baya. Sawa, hiyo ni upande kwa wadau sasa kuhusiana na kile ambacho kimefanyika kwenye maadhimisho ya Mei Mosi siku ya jana, kauli ya Mheshimiwa Rais. Sasa upande wa magazeti, kutokana na muda wetu, mimi naona tumalize, tujaribu kutazama kurasa za nyuma magazeti haya yameandika nini. Gazeti la Mwananchi lenyewe limeandika Simba yarejea baada ya siku 49. Simba yarejea baada ya siku 49. Mwananchi limeandika ukurasa wake ya nyuma, zimepita takriban siku 49 tangu mara mwisho Simba ilipocheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, wakati ilipovana na Dodoma Jiji na ilipata ushindi wa magoli 6-0, na leo Simba atacheza na Mashujaa FC. Mchezo utafanyika kwenye dimba la KMC Complex pale Mwenge. Lakini Mwanaspoti ukurasa wake mbele lenyewe limeandika Soa awaleta vigogo Afrika da. Soa awaleta vigogo Afrika da, lakini bao la Simchimba la tua bodi ya ligi. Mwanaspoti limeandika ukurasa wake wa mbele. Lakini pia dakika 90 zenye majibu matatu ni siku ya leo, Simba dhidi ya Mashujaa kwenye uwanja wa KMC Complex. Lakini hapo usajili wa CAF, mastaa 4 wapishana Yanga. Mwanaspoti lenyewe limeandika rekodi ya msubiri Mzize Ufaransa. Usajili CAF, mastaa 4 wapishana Yanga. Rekodi ya msubiri Mzize Ufaransa. Sasa ukitaka kujua rekodi na msubiri vipi Clement Mzize Ufaransa, pata nakala yako gazeti la Mwanaspoti. Mimi naona tumalizane na upande wa magazeti na sasa tuende kutazama habari zingine, na hiyo ni kuhusiana na kipindi ambacho kiko mezani, kipindi cha magazeti kunani magazeti, na hivyo ndivyo ambavyo tumemaliza kwa kusoma kurasa zetu za leo kutokana na miundombinu na hali ya hewa yenyewe jinsi ilivyokuwa.